tunalaani mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025, hatua zilizochukuliwa. Ngome Wazee ACT Wazalendo inalaani matukio mabaya ya mauaji yaliyotokea kuanzia tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 katika maeneo ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya na Songwe. Mauaji hayo yaliacha familia na majonzi na kuiacha nchi katika aibu na kuivua heshima yake yote tuliyopigania kwa miaka mingi. Matendo hayo ya vyombo vya dola hayakubaliki. Wahusika wote wanapaswa kutambuliwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Ngome Wazee ACT Wazalendo inatambua kwamba tarehe 29 Oktoba 2025 ilipangwa kuwa siku ya kupiga kura kwa mujibu wa kalenda ya uchaguzi ya chama chetu cha ACT Wazalendo, na kiliamua kushiriki katika uchaguzi huo. Maamuzi ya chama kushiriki uchaguzi yalikuwa ni baraka zetu kama ngome, tukiwa na imani kwamba nchi hii sio nchi ya vita na mitutu ya bunduki. Hata hivyo chama hakikushiriki uchaguzi kibubusa. Kilitambua kiburi cha mazoea ya CCM na dola kuibua uchaguzi mbalimbali kama ilivyokuwa mwaka 2019 na mwaka 2020 na mwaka 2024. Uamuzi wa chama kushiriki uchaguzi ulikuwa uamuzi muhimu na wa kihistoria katika mapambano ya demokrasia nchini, kwa kuwa umeendelea kudhihirisha kwamba CCM imeshindwa kuongoza nchi hii. Wananchi hawaitaki na hawaiwezi tena kushinda kwenye uchaguzi huu na haki. Miongoni mwa mambo ambayo yamebainishwa na uchakavu wa CCM na uozo na ubovu wa inayojiita Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, miongoni mwa mambo ya ovyo yalofanyika chini ya INEC ni pamoja na kujidhihirisha waziwazi kuwa tawi la CCM kwa mgongo wa serikali, na katika hili ilisimama kidete kufanya yafuatayo. Namba 1, kumwengua mgombea wetu wa kiti cha urais ndugu Ruhanga Johnson Mpina kwa sababu ambazo mahakama imethibitisha kuwa ni za uongo na ikamrudisha na baadaye ikamwengua tena. Namba 2, INEC ilijiandaa na kufanikisha wizi wa kura kwa kuwatumia wasimamizi waliolindwa na mitutu ya bunduki hata pale wananchi walipokataa kuwa sehemu ya wapiga kura kwa kutoiamini. Namba 3, kinyume kabisa na kanuni za sheria za uchaguzi, INEC ilihalalisha ushindi kwa wagombea wa CCM bila kura kuhesabiwa katika maeneo mengi nchini, huku ikiacha masanduku ya kura katika baadhi ya maeneo. Namba 4, maeneo mengi ya mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Songwe ambapo zoezi la uchaguzi lilisimama baada ya maandamano kuvamiwa na vyombo vya dola, uchaguzi haukuendelea. Lakini bila haya, tume waliendelea kuwatangaza wagombea wa CCM kuwa washindi licha ya wananchi kuwakataa kwa njia zote za kura na kupaza sauti ya kupitia maandamano. Sisi Wazee wa ACT Wazalendo tumezungumza na wananchi nchi nzima katika kipindi cha kampeni, na tumeona wananchi wamekataa CCM na idadi ya wapiga kura ilikuwa ndogo sana. Tumeshangaa kusikia mgombea urais wa CCM ndugu Samia Suluhu Hassan amepata kura milioni 32.6. Kwa kuwa tulikuwa kwenye uchaguzi, tunasema wazi kuwa jambo hili ni uongo na aibu kubwa kwa nchi yetu na aibu kwa demokrasia. Katika aibu yote hiyo, tulidhani mtu aliyepewa nafasi ya kuwa kiongozi wa nchi angeguswa na matukio hayo haramu na kuonyesha kutoridhishwa kwake na mwenendo mzima wa namna demokrasia na haki za wananchi zilivyominywa. Badala yake mtu huyo Samia Suluhu Hassan alifurahia uapisho na kuwapongeza INEC eti kwamba wamefanya kazi nzuri. Ngome Wazee ACT Wazalendo tunakipongeza chama kwa msimamo wa
kwa kushiriki uchaguzi huku tukipambana na kupambana, huku tukushiriki. Mkakati wa Oktoba Linda Kula umetekelezwa kikamilifu, na maeneo mengi chama chetu kimeshinda uchaguzi na vijana wetu wamedhibiti hadi pale vyombo vya dola na tume walipobeba masanduku na wananchi na kutokomea nayo kusipojulikana na kutangaza kimaficho. Hadi leo tume haijachapisha matokeo ya majimbo mengi na kata nyingi kama inavyotakiwa na kanuni za sheria. Huu ni uthibitisho kuwa kulikuwa na udhibiti ambao ulikosesha uwezo tume na CCM kuiba uchaguzi katika vituo vya kupigia kura. Kwa wana demokrasia na wananchi wote, tusinyosheane vidole. Mapambano hayana njia moja. Inapotokea kuna jambo tunataka kukabiliana nalo, tushikamane. Ukombozi wa nchi hii unahitaji jitihada za pamoja. Tusiumbishwe na kuingia mitego ya dola na kutugawa. Ngome za ACT Wazalendo tunatambua haki ya vijana na wajukuu zetu walioamua kuonesha hisia zao kwa maandamano na tunalaani mauaji ya halaiki yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Si mara ya kwanza wananchi kuandamana nchi hii, lakini hakuna katika historia vyombo vya ulinzi viliua wananchi kama ilivyo sasa. Hatukuachia nchi ya namna hii, hatukuwapa nchi hii yenye damu, hatukuwapa nchi hii inayoongozwa kwa mtutu wa bunduki, hatukuwapa nchi isiyosikiliza wananchi. Lakini CCM na serikali yake mmeamua kuishusha heshima ya Tanzania. Tunawalaani, mwisho wenu umefika. Tumejiridhisha kuwa mnaweza kuua watu hata nchi nzima ili mbaki madarakani. Hilo halikubaliki. Ngome wa ACT Wazalendo tunatambua na kuheshimu jitihada mbalimbali zinazofanywa na taasisi mbalimbali za kiraia, watu binafsi na taasisi za kidini. Hata hivyo, hatukufurahishwa na kauli ya Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa kulaumu tu waathirika na kuwakingia kifua vyombo vya dola. Hata hivyo, kitendo cha mgombea aliyetangazwa na inayojiita Tume Huru ya Uchaguzi, ndugu Samia Suluhu Hassan, kukubali ndani ya bunge kuwa wananchi wengi wasio na hatia wameuawa na wengine kushikiliwa kwa kesi mbalimbali, umewapambanua viongozi hao kuwa walikuwa na jicho la upendeleo na uonevu kwa umma. Pia hatungi mkono mwenendo wa baadhi ya viongozi wa dini wa kuchochea mgawanyiko wa kitaifa kwa matamko ya kauli za kuligawa taifa. Tunawasihi kama wazee wenu kutafakari kabla ya kunena. Hiyo ndio busara. Vidonda vya taifa. Uharibifu wa uchaguzi huu umeacha vidonda vitakavyodumu muda mrefu katika nchi yetu, na unatukumbusha mauaji ya Pemba mwaka 2001 na mauaji ya Wazanzibari baada ya uchaguzi wa mwaka 2020. Inatudhihirishia kwamba watawala wanaotokana na Chama cha Mapinduzi chini ya baraka za INEC hawajali maisha ya wananchi wao. Linapokuja suala zima la kutafuta madaraka, hata kama watawamaliza Watanzania wote kwa ajili ya kulinda mamlaka haramu walionayo isiwaponyoke. Namba moja, kumbukumbu mbaya ya familia ya taifa. Nchi yetu imeingia doa litakaloishi milele. Wajukuu zetu katikati ya fahari ya nchi yetu wataona majeraha na vifo vya ndugu zao wadai haki. Wataona kuwa inapotokea kiburi cha watawala, basi hiyo ndiyo njia ya kuchukua na hayo ndiyo maishilio. Kwa hiyo hali hii itaweza kujirudia
mbeleni. Namba 2, kwa sasa nchi yetu imepoteza imani na uhuru wake katika kuamua. Wananchi na wadau wengi wametaka katika kutafuta mwafaka wa kitaifa au maridhiano yafanywe na taasisi za kimataifa au mtu wa tatu, third party. Kwa hiyo wananchi hawana imani kabisa na nchi yao. Jambo hili kwa mara ya kwanza limelenga uwezo wa nchi yetu kujiamulia. Namba 3, chaguzi zinazofuata zitakuwa za uhasama na makabiliano ya nguvu. Wananchi hawataamini kwamba kuna haki ya uchaguzi na hawatajiandaa kwa sera pekee bali ya makabiliano ya kudai haki yao ambayo sasa CCM na dola wamezoea kuyapoka. Mambo haya ni mambo yanayoweza kuingiza taifa katika hali ya hatari. Tunatoa rai yapatiwe tiba na kudumu ili nchi irudi mikononi mwa wananchi wenyewe. Wito wa ngome wazee. Ngome wazee sio uzalendo. Tunaona kwamba nchi haihitaji tu maridhiano bali mwafaka wa kitaifa. Mwafaka wa kukataa na mambo haya kujirudia tena nchini kwetu. Mwafaka wa kutaka haki ya amani, vitamlaki nchi kwetu. Mwafaka wa utu, ustawi na maendeleo ya wananchi wetu. Mwafaka si maneno matupu bali matendo ya kuliweka taifa pamoja na bila viburi na jeuri za watawala waliojawa na damu mikononi mwao. Tumeona Jumuiya ya Madola imemtuma rais wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera kuongoza maridhiano na kutafuta mwafaka wa kitaifa. Hili ni jambo la aibu kwa taifa letu, lakini kwa kuwa ndipo tulipofikishwa, ni muhimu kutolifanya dola kuwa hakimu wa kesi yake yenyewe. Iwavyo haki ipatikane. Ziko wapi jumuiya za Afrika kama jumuiya ya nchi za Kusini mwa Afrika SADC? Uko wapi Umoja wa Afrika EU? Ipo wapi Jamhuri ya Afrika Mashariki EAC? Tunazitaka jumuiya hizo kujitafakari kwa kujieleza katika uchumi wa serikali na si maisha ya wananchi katika jumuiya hizo. Tunawasihi wadau wote kuwa CCM haitabadilika kwa kuachwa peke yake. Ni lazima ikabiliwe vikali katika kutafuta haki za maslahi ya watu. Ni imani yetu kuwa jitihada zote hizi zitaleta mwafaka wa kudumu, majuto na mwelekeo sahihi wa kuwa taifa lenye katiba bora na linaloheshimu watu wake. Asanteni kwa kumaliza.